Karibu tena. Viongozi karibu, wasio viongozi karibu, weupe weusi karibu kwenye Kweli Yote TV. Mataifa yote karibu, wenye imani zote karibu, kwa ajili ya kufundishwa au kujifunza pamoja, tukiwa tunafundishwa na Baba ambaye ni Kweli Yote, kwa ajili ya utimilifu wa siku ya mwisho ambayo imebebwa ndani ya mwaka wa kweli kwa watu wote. Kwa hiyo kabla ya yote tushukuru, tumwambie Baba, tunamshukuru Baba mwema mzuri kwa ajili ya nafasi ya pekee, tena kwa majina nyingine, wakati wako uliouandaa sasa kwa ajili ya kutufahamisha kupitia ile nguvu ya habari ya kweli yote juu ya nchi, kwa watu wote wa imani zote, kwa ajili ya jamii zote, nguvu ya mataifa yote, kwa maana ndio maana uko hapa kwa ajili ya kutufundisha. Ni sisi kwa ajili ya kutuponya na kututoa kwenye shida tuliyokuwa tumekandamizwa na yule adui uongo uliokuwa umetangulia kwenye maisha yetu. Wewe ndio utatufundisha, utatuelekeza kwa utukufu wako. Kadri tunavyoelewa ndivyo kadri tunavyotufungua. Wewe mwenyewe ulitamka kwamba tutaifahamu kweli, nayo kweli itatuweka huru. Nafsi tuko tayari utuweke huru kwa utukufu wako. Sasa karibu sana, kwa sababu yote ni mazuri kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu ni mengi tulikuwa katika kutoyaelewa, lakini kwa sababu hakuna jambo la siri, kama vile alivyosema kwenye Mathayo 10:26 na ile nguvu ya Luka 8 kwamba hakutakuwa na jambo, Luka 8:18-17, hakutakuwa na jambo la siri, yote yatawekwa wazi, na sasa yako wazi, naendelea kuwekwa wazi. Kwa hiyo ni sisi kupata nafasi na kumuuliza na kujifunza, kwa sababu yeye ndiye Baba na yeye husema kwa sasa. Kwa hiyo ukimwambia Kweli Yote nifundishe haya yanayofundishwa na huyu rafiki ambaye ndio inaonekana katika utimilifu, anasema yale ambayo imekusudia. Kwa hiyo yale ambayo hatujawahi kuyaona sasa tunayaona, yale ambayo hatujawahi kuyasikia sasa tunasikia. Leo ambapo tunajifunza au uumbaji wake ni kufuta kabisa ule msingi wa 12, kufuta kabisa ule msingi wa 12. Ina maana ni ule msingi uliojengwa kwenye 12 juu ya nchi, kufuta usiwepo. Anayefuta ni yeye kupitia wewe kujua ile kweli, basi ili tuishi juu ya nchi bila kutaabika. Kwa nini unafutwa msingi wa 12 bracket kanisa? Kwa hiyo ile nguvu ya kuelewa atueleweshe yeye. Sasa tutasoma kwenye Zaburi 11. Msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Imeandikwa hapa kwenye Zaburi 11 kwamba msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na msingi huo ulikuwa ni upi ambao ulikuwa unasema msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo tulikuwa tunaambiwa, na alikuwa ameandika Daudi wakati huo, kipindi cha Zaburi ile 11, lakini hatukuelewa msingi huo ni nini. Sasa msingi uliokuwa unatamkwa na yeye ni ule msingi wa Yerusalemu ambao ulijengwa kwenye msingi wa kabila 12, lugha 12. Huo ndio msingi ambao ndio umechafuka, ndio umeharibika huo msingi. Nitasoma hapa Ufunuo 21. Akanichukua katika moyo ambao ni nguvu ya kufundishwa mpaka mlima mkubwa mrefu
akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka kwake, wenye utukufu wa yeye aliyetumba. Mwangaza wake ulikuwa kama kito cha thamani, kama kito cha yaspi safi na kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni ya majina ya kabila 12 ya Waisraeli. Upande wa mashariki milango mitatu, upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi ni milango mitatu. Na ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12. Katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Na yeye aliyesema nami na mwanzi na dhahabu wa kupima huo mji, na milango yake na ukuta wake ulikuwa, na ule mji ulikuwa ni mraba, na marefu yake sawasawa, na mapana yake, na kipimo chake cha mji huo ulikuwa kama maili 1500 marefu yake na mapana yake. Akaupima ule ukuta ukawa na ziraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ukuta ule yalikuwa na yaspi, na mji ule ulikuwa na dhahabu safi mfano wa kito chenye kioo. Na misingi ya ukuta ule ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili ulikuwa yakuti samawi, wa tatu ulikuwa kalkedoni, wa nne zumaridi, wa tano sardoniki, wa sita hakiki, wa saba krispo, wa nane zabarajadi, na kenda yakuti na manjano, na 10 elsespo, na wa 11 ya kisto, na wa 12 ni amesisto. Kwa hiyo hii ilikuwa ni madini, yaani ulikuwa ni ufahamu. Na ndio maana unaona kwenye utendaji wote unaouona juu ya nchi, wanaotumia mines dhahabu juu ya nchi sio watendao kwa haki, kwa sababu tayari watendao kwa haki walikuwa hawawezi kufahamu matumizi haya ya dhahabu na madini mbalimbali. Ndio maana tulikuwa tunaita ya kishetani. Lakini kwa sababu tayari kulikuwa kuna mageuzi kutokana na lile anguko la Ada, ile kunyang'anya ule mfumo halisi wa kuelewa. Kwa ile bustani, ina maana akawa kwenye nguvu ya kuishi kwenye ile bustani tayari, sio katika ile utimilifu. Kwa hiyo tunaona sasa huo msingi ndio huo umejengwa kwenye ile majira ambayo tunaiona kabisa, ile Luka 8:41 mpaka 46 na Marko 5:25. Hapo ndipo yule mwanamke tunamwona miaka 12. Hiyo ni mfumo wa 12 matatizo yaliyoko humo ndani. Na ndiyo mtoto wa pekee huyo. Nasoma, basi huyo kweli kwa levo Yesu aliporudi mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja na jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee. Umri wake umepata miaka 12. Na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Hapo tunaona, kwa kuona unaona ni kama miaka 12, lakini hiyo ina maana ni mfumo wa kabila 12. Tunaona Marko ile 8, Marko 5 na yenyewe nasema hivyo, ule mstari wa 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu
muda wa miaka 12. Hiyo ni majira, yaani kichaka kilivyo cha ule msingi wa kabila 12, wakitumia aina mbalimbali za makafara ya damu za aina mbalimbali unavyoona. Ndio maana anasema ni miaka 12, lakini ni nguvu ya kabila 12 na ule msingi wa mwaka wenye miezi 12, na kuteswa na mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Amegharimika vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo. Yaani mizunguko ya ndani ya mwaka wenye miezi 12 ni kuzunguka, tukiwa tunazunguka pale pale, hakuna kutoka kwenye hiyo kabila 12, lugha 12, mitume 12. Huo ni msingi wa dunia. Sasa utauona ulitoka naye. Aliposikia habari za Yesu, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Ina maana Yesu alikuwa kwenye majira hii ya Luka 1:26. Sasa anayemgusa ni wa kutoka kwenye majira ya mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo tunaona hiyo na yenyewe. Tunakuja kuona kwenye Mwanzo ile 6. Mwanzo 6 ule mstari wa 3. Yeye baba akasema, tusome tuanze 1. Na ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wanawake walizaliwa kwao, na wana wa Mungu waliwaona hao mabinti za wana wa wanadamu kwa kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Yeye kweli yote akasema, moyo wangu hautashindana na mwanadamu umilele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Miaka 120 ina maana ukomo wa uumbaji, ukomo uko kwenye mwaka wenye miezi 12, lakini hapa amesema ni miaka 120 kwa fumbo. Yaani alikuwa anatufundisha kwa sababu hakutaka kutuonyesha kwa lile kosa la Adam, kwa sababu hapa anaonyesha kwenye Mwanzo 5:5 kwamba Adam tayari ana miaka 930. Kwa hiyo tayari uharibifu, ile Mwanzo 6, uharibifu mkubwa juu ya nchi. Kwa hiyo akaona siwezi kushindana, basi majira yake ya utimilifu itakuwa ni miaka 120. Lakini kwa hesabu ya kawaida na ibada tulizokuwa tunafundishwa ikawa ni miaka ya kuishi, lakini sio hivyo, ni majira hiyo. Ndio maana iliyobeba msingi wa Yerusalemu ya kwanza. Sasa hiyo Yerusalemu ya kwanza ndio iliyokuwa imebeba mti wa uzima wa majira hiyo. Kwenye Ufunuo ule mstari, Ufunuo 22, Ufunuo 22 ule mstari wa 2. Na katika njia kuu na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwepo mti wenye uzima, uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Hiyo ndio majira waliokuwa wamepewa Yerusalemu ya kwanza, kwa ajili ya kila mwezi wakiwa kwenye nguvu ya Abibu na Adari. Ndio maana unaona kwenye Esta ile 3:6-3:7 na Kutoka 12, wana wa Israeli wakitoka utumwani kupitia ile majira ya mwaka wenye miezi 12. Ye baba akasema, Kutoka 12:1. Ye baba akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, mwezi huu utakuwa ni mwezi wa mwanzo wa kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, semeni na mkutano wenu. Ndio maana ikawa sasa ni mwaka wenye miezi 12, lakini huo ulikuwa umepewa kwa sababu ya lile agano la Yakobo na Daudi.
kwa sababu ndio mfumo wa Israeli. Israeli ina maana ni ule mfumo wa uumbaji wote, sio kwa ajili ya taifa fulani, lakini kwa sababu tayari katika mfumo likaonekana mfumo wake ni taifa kwa ajili ya Israeli, lakini ni mfumo ambao Baba aliweka kwa ajili ya makabila 12. Kwa hiyo msingi huo ndio ukawa juu ya nchi, tukawa tuwezi kutoka kwenye msingi huo. Ndio maana akasema siku ya mwisho ndio nitakuja kutoa hiyo nguvu ya mfumo huo. Esta 3:7. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani au Abibu, mwaka wa 12 wa mfalme wa Israeli, ukapiga kula, yaani kula mbele ya Hamani, siku kwa siku na mwezi baada ya mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Kwa hiyo wakawa wanatumia sasa kwenye mfumo huo wa mwaka wenye miezi 12. Wakati wa lile anguko tayari huyo aliyekuwa tayari yuko hapa, kwa sababu tayari ameshauasi, ina maana akaanza kumiliki Babeli hii majira ya mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo mfumo wake ukawa kwenye nguvu ya Yeremia 33 ule mstari wa 20 mpaka 26. Kwa msingi ukawa kwenye hizo kabila 12, lakini ukisimamishwa sana na agano la mchana na usiku, kwa sababu ndio agano lililokuwa gumu kubwa kwa ajili ya hiyo madhabahu ya Yerusalemu ya kwanza. Nasoma hapa, yeye kweli yote ambaye ni Baba aseme hivi, kama mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku, hata lisiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake, ndipo agano langu nilofanya na Daudi mtumishi wangu laweza kuvunjika, hata asiwe na mwana wa kumiliki katika kiti cha enzi chake. Tena agano langu nilofanya na Walawi na makuhani wa hudumu laweza kuvunjika. Kwa hiyo ni agano gumu sana. Ndio maana unaona makuhani hata walivyokuwa wanafanya ubaya, uchafu wa kumuua Yesu, kwa sababu tayari kulikuwa kuna agano lilokuwa limetangulia ambalo liko kwenye mfumo wa kabila 12. Kwa hiyo hata kama walipogeuka bado halikuweza kuvunjika mpaka mwisho wa utimilifu wa siku ile, mwaka na majira timilifu, linalowavunjwa ili agano la 12, ule msingi wa 12 juu ya nchi uvunjike, nasi tuende kwenye majira ambayo ni timilifu ya Baba mwenyewe kwa watu wote. Kisha hiyo ikasema, ikanijia maelekezo Yeremia kusema, je, ufikiri jambo hili walilosema watu hao wakisema, jamaa zile mbili alizochagua Baba amezitupilia mbali, hivyo ndivyo wanavyozania watu wangu, ili wasiwe taifa tena mbele yao. Yeye Baba asema hivi, ikiwa agano langu la mchana na agano langu la usiku halikai imara, mimi sikuziamuru kawaida za mbingu, ndipo nitakapowatupilia mbali wazao wa Yakobo na Daudi. Kwa hiyo agano lilikuwa ni kubwa sana, la jua na mwezi, mchana na usiku. Kwa hiyo dunia wakaenda kukaa pale kwa ajili ya ibada ya vitu. Sasa ibada ya jua, ibada ya mwezi, ibada ya nyota, watu wote juu ya nchi. Sasa akawa amechukizwa, akaona atakuja kusimama kwa ajili ya kuangusha huu msingi wa 12, kwa sababu msingi wa 12 ukiangalia hapa kwa ajili ya Ibrahimu akaoa mke Sara, akaja kupata huyu mjakazi Hajiri. Baada ya Hajiri kupata mtoto, tayari Sara na yeye anampata Isaka baada ya miaka 15. Baada ya Sara na yeye huyu Hajiri akapata mtoto anaitwa Ishmaeli, akazaa watoto 12. Baada ya hapo na yeye huyu Isaka akampata Rebeka, naye akaoa akapata watoto twins wawili. Huyo Yakobo akaja kuzaa watoto 12, lakini kwa wake wanne. Wa kwanza alikuwa ni Lea aliyekuwa amezaa watoto 6, wa pili Raheli watoto 2 ambaye ni Yusufu na Benjamini, halafu Bilia yule mjakazi wa Raheli ni watoto 2, na mjakazi wa Lea Zilpa ni watoto 2. Kwa hiyo hapa kulikuwa na mashina
mashina ya kiuno cha Ibrahimu, ambayo ndiyo baba wa imani. Kama baba wa imani ana mashina haya, baada ya Sara kufa akapata tena shina la mke wa tatu, Ketura, ndio akazaa wale watoto 6 wa Japani, wa Korea, watu wa Asia. Kwa hiyo hapo kwenye Mwanzo 25 wakatolewa Isaka tu peke yake ndio akapewa ulisi. Hawa watoto wote hawakupewa ulisi, ndio maana unaona kuna fujo. Ndio maana kila mmoja ana imani yake. Kwa hiyo hata wakati wanaleta Ukristo, wanakuja wanaleta Uislamu, wanaleta dini zote, sasa hakuna mshikamano. Kwa hiyo huyu sasa ndio kuleta nguvu ya Babeli juu ya nchi kwa ajili ya msambaratiko. Ndio maana ukisoma kwenye Mwanzo 11:26 baba wa Ibrahimu ni Tera, na ndio anasema kwenye nguvu ya Mwanzo 17 kauli aliyoisema kwa ajili ya majira hii. Kwa hiyo wote sasa ni uzao wa Ibrahimu juu ya nchi, kwa sababu ya lile agano lililokuwa limesema kwa ajili ya yeye kupata nafasi ya angalau kuonekane wale wanaoweza kumuita hata Mungu, kwa sababu Adam tayari ameanguka, watoto wake wameanguka. Kwa hiyo anatafuta angalau generation itakayoweza kusimama kwa ajili ya kuleta, lakini hapa tena akaleta mpasuko. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunaona huu msingi ukiwa sasa umekomaa, kwamba kuna kabila 12 za Israeli, kuna kabila 12 za Ishmaeli, kuna watoto wa Ketura, watoto 6, na wao wana jamii yao. Ndio akatokea sasa kukabidhiwa Babeli, naye sasa akaja kwenye Januari Desemba, naye akasimama kwenye nguvu ya 31. Kwa hiyo maisha sasa tukawa tunatolewa, kwa sababu tayari anamchagua mfumo mmoja yeye atutawale. Kwa hiyo na yeye akaendeleza huo mfumo kutokana na hii Yeremia 27 ule mstari wa 5. Mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama itapendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu. Wanyama wa mwituni nimempa, na mataifa yote watamtumikia mpaka miaka 70. Ina maana ije sasa kwenye utimilifu sasa anapofika kwa ajili ya kutuelezea kwamba miaka 70 ilipungua wapi na siku ya mwisho ni nini. Ndio sasa tu yeye mwenyewe aanze kujifunua kutuelezea kwamba bwana, mlianguka kwenye Mwanzo 2:23 nikawanyang'anya, mkawa na miaka 930, mkawa unatumika mara 2. Kwa hiyo wakati wa mwisho hamtatumika tena mara 2, kwa sababu ufufuo sasa utakuwa katika ile kweli. Kwa hiyo miaka 930 na miaka 70 ni 1000. Kwa hiyo mnarudi kwenye cheni hii kwamba kwa Baba ni siku moja, kwetu miaka 1000. Ndio tuungane mmoja kuanzia ndani, sio hii. Ili sasa ufalme wa giza uanguke. Sasa hauwezi kuanguka ukiwa kuko kwenye msingi huu. Kwa hiyo msingi huu sasa ukawa umebomoka, yani msingi huu ndio tuko juu yake. Kwa hiyo ndio maana sasa tunamwona hata wafalme wa kwanza 10 unaoona hawa Maluminati, Mafrimasoni, wachawi juu ya nchi, wanavyotumia hii namba. Nasoma hapa Wafalme wa kwanza 10:13. Naye mfalme Sulemani akampa Malkia wa Sheba haja yake yote, kila alilotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani, kwa ukarimu wake na kifalme. Basi akarudi akaenda zake katika nchi yake, yeye na watumishi wake. Basi uzani wa dhahabu iliyomfikiria Sulemani mwaka mmoja ndiyo talanta 666. Hiyo ikawa kodi. Ndio maana unaona dunia wanaogopa sana 666, lakini ni kodi ya Sulemani iliyoibiwa, kwa sababu tayari tuko utumwani. Ina maana wote watu wako kwenye mfumo wa msingi wa 12 Yakobo, ambao tayari ameshategwa. Ina maana ni ibada ya jua na mwezi, nyota ndio juu ya nchi. Hii ndio ikawa Yerusalemu ya kwanza, ndio msingi wa dunia.
zaidi ya faida ya wachuuzi wa bidhaa na wafanyabiashara na wafalme wote wa hao waliochanganyikana na maliwali wa nchi. Mfalme Sulemani akafanya agano ngao 200 za dhahabu iliyofuliwa. Ngao moja ilipata shekeli 600 ya dhahabu na vigao 300 kwa dhahabu iliyofuliwa. Kila ngao kimoja kilipata mane tatu ya dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanon. Tena mfalme akafanya katika enzi kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kilikuwa na daraja 6 na juu yake kimevilingana nyuma na mikono huko na huko mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba 12 walisimama juu ya daraja 6. Ndio maana unaona kwenye nguvu ya utawala mkubwa wa uharibifu wanatumia viti, lakini wakiwa na mfumo wa masimba, kwa sababu tayari kuna mfumo wao ambao juu ya nchi tayari utawala haupo wa yeye Baba. Kwa sasa ina maana huu mfumo umeibiwa, kwa sababu tayari kuna kila kitu ambacho kiko walichokuwa kimepewa. Ndio maana utendaji wa dhahabu, utendaji wa fedha na kila kitu kikawa sisi tunafundishwa maisha yetu ni mbinguni, kwa sababu tayari hapa hii madhabahu ya 12, huu msingi wa 12 ndio unatawala juu ya nchi. Kwa hiyo huko sasa na mitume hao 12 wako hapa. Sasa msingi huo sasa ukaendelea. Kwa hiyo kuendelea mpaka majira ya siku ya mwisho, ambao sasa atafuta msingi huo, na aweze akafuta akiwa amekaa hapa kwenye 12. Tukisoma hapa kwenye Luka ile 22 ule mstari wa 30, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wa Baba yangu, na kuketi katika viti vya enzi, mkiwahukumu kabila 12. Na Mathayo 19 ule mstari wa 28. Yesu akawaambia, mimi nawaambieni ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti, mkiwahukumu kabila 12 za hapa. Kwa hiyo kabila 12 maana ni ule msingi uliokuwa juu ya nchi ambao tayari ulikuwa umeshatekwa. Watu sasa tunakwenda kuabudu jua, mwezi, nyota, miti, mawe. Kwa hiyo hapa sasa ikawa ni mfumo wa imani. Ndio maana akasema hiyo hakuna jiwe sasa litakalosimama juu ya jiwe, akiwa najua mfumo huo hauna faida kwake. Wewe anafuta, lakini akiwa amesimama mahali pa haki yake. Ndio maana akawa anasema kwenye nguvu ya Luka ile 21:5, na watu kaza wakaza walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyatazama siku zinakuja, ambayo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza, itakuwaje? Lini? Ndio hizi dalili ulizokuwa unaziona juu ya nchi: vita, matetemeko, sijui nini, mafuriko, kila kitu. Hayo yote tayari ilikuwa ni mtungu tu, yeye alikuwa anaingia. Sasa ameingia, sisi anatutaka sasa tubadilike, tuache. Kwa hiyo tubadilike kabisa, kwa sababu hataki tena tutumikishwe na imani, tutumikishwe na nguvu ya ishara na miujiza. Kwa hiyo anavunja, kwa sababu tayari ule msingi
wa nguvu ya mitume 12, kabila 12, lugha 12, simba 12, chemichemi 12, ile miaka 12 ya kuvuja damu, mateso, ile miaka 120 iliyokuwa kwa ajili ya utimilifu wa yale ubaya kutokuwepo juu ya nchi. Lakini ukaambiwa ni miaka 120, lakini haikuwa hivyo. Ni ile process tu ya yeye kutojionyesha, kwa sababu angejionyesha tusingeongea sasa hivi habari hizi. Kwa tunaona kwa nini sasa anavunja kwa sababu mfumo wa 12 na msingi wa 12 umewekwa sana kinabii, huko kitume, huko ishara na miujiza, huko mambo ya unabii, huko kwenye upendo wa vitu na watu, na upendo akasema umepoa, huko kwenye nguvu ya amani ya vitu na watu. Yaani watu wanatumikishwa vitu hapo. Sasa watu sisi ni watawala. Kwa hiyo anachukia sana yeye aliyempa kutawala kutumikishwa na vitu. Sasa wakati tulipohamishwa kutoka ndani, tukanyang'anywa lile jicho la ndani na nje, sikio la ndani na nje, akili ya ndani na nje, maamuzi ambayo tunachukua katika ile haki, ile kweli, ina maana tukao tunaona vitu vya nje tu peke yake. Yaani tukatoka kwenye utawala. Ndio maana sasa wale manabii wa Babeli wakawa wanatufundisha mambo ya mbinguni, kwa sababu ndani yetu hatuna kitu. Kwa hiyo imani ya vitu, watu na ibada za ndugu zetu waliolala. Kwa hiyo akawa sasa anachukia, kwa sababu huu ni mfumo wa msingi wa 12. Kwa hiyo msingi wa 12 ina maana ni msingi mpana juu ya nchi, na ni madhabahu pana juu ya nchi, na sadaka mbalimbali zimejengwa juu ya nchi. Ndio maana akasema akifika yeye, ina maana anaubomoa huo msingi, kwa sababu hauna faida kwake. Ili sasa tupate uelewa na tuweze kuishi kwa uzuri, kwa heshima, kwa ajili ya sisi sote tuelewe tunachofanya, kwa sababu kwa uhalisia sasa yeye anaanza hapa sasa, kila ambacho anatumia kuvunjia ni ile siku ya mwisho, yaani ni ule mwaka uliobeba watu wote, kwa sababu hapa ni mwaka wenye miezi 12 ambao uko nje, utawala wa nje. Kwa hiyo kile kinachosababisha sasa yeye avunje ni yeye kuja na utukufu wake. Ile Luka 1:26 pale ndipo utukufu unaanzia, majira ya utimilifu. Anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu mpaka kwenda mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema salamu uliyepewa neema, Bwana yuko pamoja naye. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema, Bwana yuko pamoja naye. Neema kwa Baba ambaye ni kweli yote. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Kwa hiyo anastati ndani hapa. Hii ndio majira ya mtawala, mfalme aliyekuwa tayari anatuonyesha kwamba atakuja kukaunti. Sasa wakati anakuja, alikuja tayari, nguvu ya utumwa upo juu ya nchi na Babeli ndiye mwenye kumiliki. Kwa hiyo hakuweza, kwa sababu alikuwa kwenye unabii. Yesu alikuwa kiunabii, roho kwa ajili ya kuonyesha tu peke yake, hakuja kwenye kutimiza yeye. Kwa hiyo alikutana na hii mfumo. Sasa tunaona hapa, ili uone kwamba alikuwa kiunabii kweli kwenye, afu tutarudi hapa.
ili twende pamoja tuyaone. Ile Ufunuo 19 ule mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioandikwa na kalamu katika kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya yeye kweli yote. Nami nikaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako tu na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa huyo kweli kwa levo ya Yesu. Msujudie kweli yote, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo yeye alikuwa na unabii kwa sababu alikuja kutuonyesha hii siku, majira hii, mwaka wa watu wote utakavyotokea, na nguvu ya matetemeko, mafuriko na mambo ya vita na kila namna ya uharibifu. Atatuonyesha, alafu atakuja na huo mfumo sasa, kama alivyokuwa anasema hapa kwamba yeye hakuja kama tulivyofundishwa na Injili za kina Paulo, Injili ambazo zinatuambia Yesu alikuja kutuokoa. Mathayo 5 ule mstari wa 17. Msizani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza yale yaliyokuwa natamkwa na yale ambayo hayatamke kwa yale yaliyokuwa amepewa yeye. Ndio maana ukisoma kwenye Isaya 6:8, alichotumwa sio kile tulichokuwa tunafundishwa. Waliokuwa wanajua alitumwa kiunabii walikuwa ni mapepo. Mathayo 8 ule mstari wa 28. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu mmoja asiweze kupitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati wetu, kabla ya wakati wako? Kwa hiyo majira sasa hii unayoiona, mwaka unaanzia ndani, ndio iliyobeba siku ya mwisho. Kwa hiyo ikitokea hii madhabahu ya 12, misenge 12, kabila 12, nyota 12, ile lugha 12, ile nguvu ya simba 12, na ile nguvu ya malaika 12, wote wanaondolewa. Kwa hiyo tutaona hapa kwenye Mathayo 24, hiyo ndio ilikuwa majira yake yeye kuja. Sasa amekuja kama vile ambavyo tayari tunafundishwa kwamba amekuja kama mwizi, lakini unaona tu mtikisiko ulivyo, na bado ina maana sasa ni lazima turejee, kwa sababu anatutaka sisi wote, kwa sababu mifumo ya kichawi, kiganga, kishirikina, kifrimasone hakuna mahali pa kushika. Lile egemeo la mtu, egemeo la silaha, egemeo la sayansi. Sasa hivi ni yeye Baba yupo. Kwa hiyo atendaye kwa haki, sasa hivi ndio majira. Mathayo 20:4, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa hiyo Baba, moyo wa Baba ndio nao fundisha kupitia nguvu ya yule ambaye yuko sasa anafundisha wewe. Kwa maana kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu, ambaye sasa moyo wa Baba ndio ataanza kufundisha kwamba siku ya Baba ni ipi. Kwa siku ya Baba ni ile Zaburi ya 90 ule mstari wa 4. Hiyo ndio inafuta hii kitu. Zaburi 90 ule mstari wa 4. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita,
na kama kesha la usiku. Hata Paulo kwenye nguvu ya Petro wa pili ile 3:8 anasema, jamani, msisahau kwa Baba siku moja kwetu ni miaka 1000. Alisema hivi. Ufunuo Ufunuo 20:1, kisha nikaona malaika akishuka kutoka huko mahali pake mwenye ufunguo wa kuzimu. Uongo, kwa sababu kuzimu ni uongo, na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka. Joka ni uongo, danganyifu. Yule nyoka ambaye anaitwa Ibilisi na Shetani audanganyia ulimwengu, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga katia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Kama haijatimia kwa ajili ya miaka 1000, na maana miaka 930 na miaka 70, hakuna joka kuuawa. Yaani uongo hauwezi kuuawa, shetani juu ya nchi yote. Ona kufa kwa sababu utimilifu tayari. Yule aliyekuwa amekalia uumbaji, ndio maana wanasema hapa kwenye nguvu ya majira ya msingi wa 12 unavunjika. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona moyo waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda, kwa ajili ya ile kweli, na huo wasiomsujudia yule mnyama. Kwa sasa hata kama walikuwa waliolala, ndio maana sasa ni wakati sasa wa kutotumika mara mbili, kwa sababu sasa sisi tumeketi na wewe unayesikia sasa kwa ajili ya kuendelea kujifunza, na unampa na mwenzio kwa kulike, kwa ajili ya kudislike, kwa ajili ya yeye na yeye apate. Kwa hiyo ukisikia wewe, mshirikishe na mwenzio. Haya ni yetu, haijalishi imani aliyonayo, au Muislamu au Mkristo, wote. Hii mambo si hatufundishi kwa sababu ya imani, hatufundishi kwa sababu ya kwamba dini yangu. Dini haikuwepo wala kanisa halipo. Kwa hiyo amekuja kutuweka sawa yeye. Wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya hii chapa maisha, wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo, ambaye sasa ni kweli miaka 1000. Hao wafu waliosalia